أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama ndugu zangu, katika siku hii ya leo biidhnillahil karim, hebu moja kwa moja naomba niende nikawafundishe dua maalum kabisa. Dua hii ni dua ya kuweza kujiepusha na kujikinga dhidi ya maradhi ya milipuko. Ni dua moja mujarrab sana hii. Lakini pia mara nyingi tumekuwa tukipatwa na maradhi ya milipuko mengi tofauti. Ukiondoa haya maradhi makubwa kabisa yaliyotupata ambayo yalikuwa ni ya COVID-19, yani corona. Tumekuwa tukipatwa na maradhi mengi miaka mingi kabla hata ya corona. Yanalipuka maradhi, yanapotea, yanapotea. Wenye kuathirika na maradhi hayo wanaathirika, na kila yakilipuka maradhi lazima yaue. Kwa hiyo wenye kufa wanakufa, ambao tunakuwa tumebahatika kupona, tunabahatika. Lakini hatuwezi tukajua, pengine na sisi tutakuja kufishwa kwenye mamilipuko mengine huko mbele. Sasa tuwe na tahadhari ya kujua ni dua gani ambapo tukiona tu tumesikia tetesi sio ya homa ya nini, tunawahi katika dua. Tumesikia sio kitu gani, sisi tunawahi katika dua. Basi hivi ndio vitu vya msingi na ndio vitu vya kuvifanyia kazi kwa kiwango kikubwa sana. Na dua hii inatakiwa uihifadhi katika kabrasha zako, na ikiwezekana uihifadhi katika kichwa chako, kwa sababu ni dua mujarrab sana, ni dua muhimu sana, ni dua yenye mantiki sana, ni dua yenye maana sana. Sasa basi, yote katika yote, tuamini tu kwamba maradhi yoyote ya milipuko yanazo dua zake, ambazo dua hizo zipo special kwa ajili ya maradhi ya milipuko. Ambapo dua hii ndio hii ambayo tunayokwenda kuifundisha hapa. Lakini masharti ya dua hii huwa inasomwa kila baada ya kumaliza swala. Unakaa pembeni unaisoma, au kama wewe ni imamu wa msikiti, basi dua hii unaweza ukaisoma ukiwa unaswalisha kwa niaba ya jumuiya. Yani wewe pamoja na wenzako utakuwa unaisoma na wenzako watakuwa wanaitikia amin. Na si vibaya kama utaunganisha na dua zingine, lakini kuisoma dua hii ni muhimu sana. Na dua yenyewe ni hii. Utakapokuwa umemaliza swala utasoma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Dua yenyewe ndio hiyo tu. Narudia tena. Inasema hivi: Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Hiyo ndio dua ambayo utakayokuwa unaisoma ukishamaliza swala. Kama ni imamu utaisoma katika swala na watu watakuwa wakiitikia, yani katika ile rakaa ya mwisho ukiwa umesimama ndio utaanza Bismillahirrahmanirrahim, amin. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun, watu wanaitikia amin. Wal judhab, amin. Wa min sayyi'il asqam, amin. Ukipenda sasa unaweza ukaunganisha na dua zingine biidhnillahil karim. Kwa hiyo ukiyafanya hayo kwa kusoma dua hii, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakukinga dhidi ya maradhi ya milipuko. Na ndio maana kipindi cha corona, ukifuatilia sana misikitini, hakuna imamu aliyokuwa akiswalisha bila kuisoma dua hii.
Lakini ilifikia hatua Waislamu wengi hasa wale wafanyaji wa ibada hatukuona wakilalamika kwamba wamepatwa na maradhi ya korona. Hawakuna Muislamu aliolalamika ana maradhi ya korona. Kwa nini? Au waliokufa na korona katika wale wanaofanya ibada wanaswali, kwa sababu walikuwa wakisomewa sana dua hizi za milipuko ya maradhi, na walikuwa wakisoma sana dua za milipuko ya maradhi. Kwa ndugu zangu, tunaosikiliza madarasa yetu haya, sasa hivi tunaambiwa kwamba taarifa ambazo tunazozisikia sasa hivi ni kama vile korona inataka kurudi kwa mara ya pili. Tena itakayekuja inasemekana itakuwa ni kali zaidi kuliko. Sasa Mwenyezi Mungu atuepushe na mabalaa haya. Allah atuepushe na maradhi haya ya milipuko. Lakini unajua sasa hivi fitna imeshaingia kidunia. Sasa hivi umekuwa ugomvi wa kidunia. Sasa hizi baadhi ya nchi zinaleta shida. Baadhi ya viongozi katika nchi wamekuwa watata, wamekuwa na tabu, wamekuwa na shida, wanataka kuharibu kabisa mazingira ya amani. Na ndio maana hali inavyoelekea tunaweza tukapachikiwa hata maradhi ya kutengeneza. Ila sisi sasa tuwe makini na tufanye juhudi za maksudi ya kuhakikisha kwamba tunaweza kujihadhari na madhara kama hayo kwa kupitia mifumo, kwa kupitia njia za kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushie mabalaa haya na dhiki hizi na matatizo haya insha Allah. Kufikia hapo ni kuombe wewe ambaye hauja subscribe katika channel yetu, hebu nenda ukabonyeze alama ya kusubscribe, nenda ka like, nenda ka comment, lakini kubwa zaidi ni kushare ili na wenzako wapate kuiona mada hii na wapate kuifuatiliza na kuweza kuisoma insha Allah. Mwisho kabisa tunakutangazia kwamba tunavyo vile vitabu vya majina 30 ya Mungu, vitabu ambavyo tumekuwekea kila jina moja lina idadi yake na lina kila aina ya namna yake, kusomwa kwake saa ngapi. Jina hili, kitabu hichi kinapatikana kwa sadaka ndogo ya shilingi 15,000. Hii ni sadaka ya kuweza kununua internet bando ili mradi kukuletea mada mbalimbali ziweze kukusaidia. Insha Allah kitabu hichi tutakitumia kwa njia ya WhatsApp, kwa njia ya PDF. Insha Allah sadaka yake ni shilingi 15,000. Lakini pia mwisho kabisa, kwa wale ambao wanahitaji nusura ya mchumba, kama wanataka mke wa kuoa, njoo kwenye namba yetu, tutaongea vizuri na wewe. Kama unahitaji mume wa kukuoa, njoo. Lakini mkinipigia simu, naomba sana msinitumie message za kawaida. Mimi nipo mbali, nipo nje ya nchi ya Tanzania, nipo Kenya. Sasa ngumu sana mimi kujibu. Nitumieni message kwenye WhatsApp. Nitafuteni katika WhatsApp, tutayajenga insha Allah. Insha Allah kufikia hapo, wala afwa minkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.